Ndugu zangu katika Kristo, karibuni tuendelee na tafakari yetu hii ya siku ya 14. Ikiwa leo basi tunaendelea na tafakari juu ya safari yetu ya jangwani. Usiache kualika watu kuwaita ili tuzidi tafakari, kutembea pamoja katika safari yetu hii ya jangwani. Na wazo letu la leo ni naomba tafakari kitu fulani muhimu sana katika maisha yetu. Usiwape watu sifa za kimungu. Usiwape watu sifa za kimungu. Utanielewa na maanisha nini? Unajua ukweli duniani au dunia tunayoishi, tunaishi na watu. Safari ya jangwani Musa alikuwa na watu. Aliongoza kundi kubwa la watu na haikuwa rahisi sana, kwa sababu kuna muda aliumia, kuna muda alihuzunika, kuna muda alilaumu kwa nini Mungu amempa kazi hiyo kubwa sana ya kuongoza watu ambao wengine aliona kama ni wagumu sana kuelewa, kwa sababu muda fulani alikuwa anakumbuka alikotoka. Wao ni makuu ya Mungu aliyowatendea. Walikuwa ni watu kama nilivyosema, wanaochokesha. Kama unakumbuka kwenye aina za watu wanachokesha sana, kwa hiyo haikuwa rahisi. Na ukitaka ujue ugumu wa hii kazi ambayo alikuwa nayo Musa, kasome kitabu cha Kutoka ile sura ya 16 aya ya kwanza mpaka ile ya 3. Kitabu cha Kutoka hicho ile sura ya 17 aya ya kwanza mpaka ya 7. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 14 aya ya kwanza mpaka ya 4. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 16. Yote ukisoma utaona aina ya watu ambao Musa alikuwa anawaongoza. Au nenda baadaye mbele, nenda ile sura ya 20 aya ya kwanza mpaka ile ya 7. Na sehemu kubwa sana ya safari jangwani utakuta Musa alikuwa anapambana sana na watu waliokuwa anawaongoza, kwa sababu kuna wakati watu walimgeuka Musa. Yaani huyu aliyewaongoza, ilifika wakati watu wakamgeuka. Ndio maana tumesema tujifunze aina hizi za watu waweze kuelewa. Watu walimgeuka Musa. Kuna wakati saa nyingine vikundi mbalimbali vilianzishwa. Katika ile kundi la watu walikuwa wanatembea safarini, waliunda vijikundi fulani ambavyo vilitaka kuchukua uongozi dhidi ya Musa. Vilikuwa vinapingana dhidi ya Musa. Kwa hiyo ilikuwa ni maumivu makubwa sana. Dada yake saa nyingine Miriam alijaribu kupata mashaka juu ya uongozi wa Musa na nabii wake. Yani kuna saa alikuwa anaona huyu vipi, mbona peke yake? Kwa hiyo inatokea mambo kama haya yanatokea. Wamisri waliunda uongozi saa nyingine katika safari ya jangwani, waliunda uongozi fulani, wakaambiana, jamani, hebu hapa sasa, kwa sababu Musa amelitoa Misri na ametuleta jangwani hapa, tunaona nchi haya yanayotupeleka hatufiki na ni ngumu sana kuifikia kwa sababu ya haya tunakutana nayo. Hebu tutafute mtu sisi kama sisi, alafu tumpe uongozi, alafu huyo mtu kuanzia hapa aturudishe katika nchi ya Misri, tukaombe msamaha huko tuweze kuishi kule Misri. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa linaumiza sana. Kusoma kitabu cha Kutoka ile kitabu cha Hesabu, naomba niseme Hesabu 14 aya ya kwanza mpaka ya 4, utagundua sana. Yaani watu wanaunda uongozi fulani au wanataka mtu fulani awatoe pale walipokuwa arudishe tena Misri. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa linamuumiza sana Musa. Na niseme ukweli kabisa, duniani tutakutana na watu. Tutakutana na watu. Kiukweli kabisa tutakutana na watu. Tutainuliwa na watu na tutaangushwa na watu. Tutaumizwa na watu, tutafarijiwa na watu vile vile. Tutabarikiwa na watu, tutajiona tujabarikiwa kwa sababu ya watu. Tutalizwa na watu, lakini tutatulizwa na watu vile vile. Nieleze ukweli. Ukitafakari vizuri juu ya maisha yako, kuna kitu fulani ambacho unaweza ukakiona. Kama kweli ni mtu wa kutafakari juu ya maisha, utagundua kwamba vitu vingi ambavyo unakutana navyo au magomvi mengi ambayo unakutana nayo, ugomvi ulionayo hautokani na vitu au matukio, bali unatokana na watu. Yaani vitu vingi au matatizo mengi unayopitia yanasababishwa na watu. Ni watu. Ukikaa peke yako ukatafakari na katika kusoma maandiko matakatifu utagundua kuwa unajiumiza bure. Maana wewe nafsi yako peke yako, yani ukikaa tu peke yako utakuwa ni kama haina kosa. Yani hauna shida, yani wewe peke yako hauna shida na mtu. Wewe yani peke yako hauna shida na nafsi yako peke yako. Yani ukijiweka wewe kama wewe, au ungezaliwa peke yako wewe kama wewe, ukaishi wewe kama wewe, ungejigundua mimi sina shida. Bali unaumia kwa sababu umefungua moyo wako, umefungua akili yako, umefungua utashi wako na ukakaribisha watu.
ukawafanya watu waingie ndani kabisa ya nafsi yako. Unajua, katika kukaribisha, nitakuja kuongea baadaye kwamba sio watu wote ambao lazima waingie karibu na wewe. Kuna akili au neema ambayo lazima uiombe ya namna ya kuchagua marafiki au watu gani wa kukaribisha, kwa sababu hata nyumbani tunajua sio watu wote wanaingia chumbani. Kuna wengine wanaishia getini, wengine wataishia mlangoni, wengine wataishia sebleni, wengine wataenda mpaka jikoni, lakini sio kila mtu ambaye anaingia katika chumba chako cha ndani. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kugundua kwamba umeingia katika matatizo kwa sababu kuna watu fulani uliwakaribisha wakaingia mpaka ndani kabisa ya moyo wako, wakajua kila kitu chako, mwisho wakakuachia majeraha makubwa. Haukuwa na busara ya kutambua kwamba huyu aishie getini, huyu hapana, asiishie getini tu, huyu aingie mpaka mlangoni lakini asiingie sebuleni, huyu aishie sebuleni, huyu aingie hivyo. Kwa hiyo ukuweza kujua mazingira hayo. Na tatizo tulionalo wengi ni hatutengi muda wa kuongea na sisi kama sisi. Yaani Wakristo wachache sana ambao tunatenga muda wa kutafakari sisi kama sisi. Wengi tunatenga muda, au unakuta mtu anasali ni kwa sababu ana shida fulani au ana ombi fulani, ndio namkuta anasali mbele ya Mungu, analia shida. Na hapo unakuwa umekosea, unakuwa umechelewa, kwa sababu silaha hazitengenezwi wakati wa vita, zinatengenezwa wakati wa amani na zinatumika wakati wa vita. Sasa wewe wakati wa mapambano ya maisha ndio unajikuta unapambana sana. Sala ni silaha ambazo lazima uwe nazo ili mapambano yakija yakukute tayari umeshajijenga. Ili somo utabidi tujifunze vizuri sana katika hii safari. Wengi unakuta tunasali sana, tunaomba sana pale tunapokuwa na shida. Alafu tunaona mbona mambo hayaendi, bila kujua kwamba tumechelewa sana. Tunatumia sala kama tunataka tukimbize tatizo hilo, likiisha basi tunamwacha Mungu. Hapana. Sala sio tu itumike au tuende kwa Mungu wakati wa matatizo. Hilo taliangalia vizuri sana. Mara nyingi niombe tukikaa mbele ya Yesu Ekaristi, tuombe neema ya kutenga muda kuongea na sisi kama sisi. Yaani ukae uongee na wewe mwenyewe. Yaani ujicheke mwenyewe, ujikosoe mwenyewe. Yaani ujiangalie, ujifikirie mwenyewe. Saa nyingine uache kulaumu, kutukana au kulani watu wengine, japo lana hakuna, lakini uache kuwa mtu wa kulaumu watu. Utenge muda ukae na wewe kama wewe. Kaa peke yako, tafakari maisha yako, ulikotoka, ulipo, unakoelekea, wewe kama wewe tu, bila kumhusisha mtu mwingine. Baadaye umwite Mungu akae na wewe, yaani mkae wewe na yeye tu, muongee maisha yako wewe, yaani si ya wengine, si ya matatizo yako, wewe kama wewe. Tenga sana, wengi tunakosa huo muda. Niombe sana neema hii ishuke kwako ya kutambua kuna wakati lazima ukae wewe kama wewe, uongee na wewe, ujikosoe wewe, ujilaumu wewe, ujililie wewe. Yaani wewe kama utagundua, utapata nguvu sana kutoka kwako. Hivyo ukikaa utafakari, majeraha mengi tunayo kwa sababu ya watu. Ukikaa peke yako utagundua hapana, mimi kama mimi hapana, ila ni kwa sababu ya watu. Utakuta mtu anakosa amani kwa sababu ya mtu au watu. Mtu analia kwa sababu ya mtu au watu. Utakuta mtu anakosa mwelekeo wa maisha yake kwa sababu ya mtu au watu. Yaani watu wanampeleka hivi, wanamrudisha hivi, wanamleta hapa, wanapeleka kule. Watu wengine hawana hata umuhimu katika safari ya maisha yao. Unakuta mtu unalia au unahuzunika kwa sababu ya mtu, na ukikaa ukatafakari wewe kama huyo mtu ambaye anakuumiza ana umuhimu wowote katika maisha yako. Mmekutana naye kazini, mmekutana naye ofisini, mmekutana naye ukubwani, ana ndevu, ana nini, ameshakuwa mkubwa, mmekutana ukiwa na miaka 30 au 35, wewe ni mtu mzima, ndio unakutana na huyu mtu. Hujui historia yake, hajui historia yako, hujui mamuvi yake, hajui mamuvi yako, wazazi wake wajui, wazazi wako hawajui vizuri, tabia zake uzijui, tabia zako hazijui vizuri, lakini ndio huyo anakuumiza. Na kibaya zaidi, unajisahau kwamba huyo mtu unayekutana naye ni mtu, sio Mungu.
Yaani huyu mtu anaye katika huo ukubwa, hata kama mmefunga ndoa au mmeishi pamoja kwa namna yote ile, huyo mtu ni mtu. Ukibaya unampa mtu sifa za kimungu. Amini ninachokwambia. Amini kinachokwambia. Mtu anabaki kuwa mtu. Naomba uelewe hiki. Tatizo lingine tunajemilisha 100%. Ndio huyu hawezi kufanya hivi. Huyu hawezi kunisaliti. Huyu hawezi kuniacha. Huyu hawezi kunikimbia. Huyu hawezi kubadilika. Jamani, awe mume, awe mke, wawe watoto, awe bosi, yoyote yule. Mtu anabaki kuwa mtu. Asiyebadilika ni Mungu tu. Ndio maana Mungu anabaki kuwa Mungu na mtu anabaki kuwa mtu. Ukimpa mtu sifa za kimungu, akibadilika unaumia sana. Yakikukuta unaanza kulia, unasema ningejua, ningefanya hivi. Nataka nikwambie hivi. Katika safari ya jangwani, Musa alitoka na wana wa Israeli kule Misri. Tumesikia yaliyomkuta, tumesikia walivyomuumiza, lakini Musa akuwafikisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Alifia njiani. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 34 aya ya 5. Haruni alisaidiana na Musa katika safari hii ya jangwani kuongoza wana wa Israeli kwa namna yake, kwa sababu Musa alikuwa hawezi kuongea vizuri, lakini akuwafikisha wana wa Israeli nchi ya ahadi. Naomba uelewe. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 20 aya ya 27 mpaka ya 29. Naomba nikwambie kitu ambacho kae nacho, kwamba anaposema usimpe mtu sifa za kimungu. Mwanadamu anakufa. Mwanadamu leo yupo, kesho hayupo. Mwanadamu anabadilika. Mwanadamu atabiriki. Lazima uelewe hivyo. Ndio maana Mungu pekee aliyeanzisha safari ya wana wa Israeli ndio huyo aliyewafikisha katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo katika maisha yako yote, huyo mtu ambaye unamwamini, mkabidhi kwa Mungu. Huyo mtu unayemuona yuko perfect, mkabidhi kwa Mungu ambaye ni perfect kabisa. Maana huyu Mungu aliyeanzisha safari yako ya maisha, amini usiamini, ndio yeye atakaye kufikisha katika nchi ya ahadi. Ndiye yeye atakayetekeleza mipango yake aliyo nayo juu yako, na si mwanadamu. Siku zote mtegemee Mungu, mwegemee Mungu katika safari yako ya maisha. Tuendelee na safari.